Habari ya wakati huu mpenzi mtazamaji wa Tanga Television, karibu katika kipindi cha Bima ya Afya, kipindi ambacho kinakujia kila siku muda na wakati kama huu, ambapo unapata kujua mambo mbalimbali yanayotolewa na Bima ya Afya mkoa wa Tanga. Na siku leo mpenzi mtazamaji, mimi Pamela Chaula ndiye ninayekuongozea kipindi hiki. Nikwambie tu ungana nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Mtazamaji wa Tanga Television, kama ninavyokueleza siku zote, wanasema afya ni mtaji. Afya ni kila kitu katika maisha yako, na vizuri ni kwamba Bima ya Afya inajali kila mtu na inajali afya zetu, lakini pia inatoa huduma ambazo zinatusaidia sisi kuweza kuwa na afya bora na kuendelea basi na maisha ya kujenga taifa letu la Tanzania. Na siku ya leo mpenzi mtazamaji, kutoka Bima ya Afya ninaye Dr. Musa Sendama. Musa Sendama ni mmoja wa wataalamu katika kituo chetu cha Bima ya Afya mkoa wa Tanga, na siku ya leo basi tutapata kusikia mengi ya kitaalamu kutoka Bima ya Afya mkoa wa Tanga, naye akikueleza kwamba ni jinsi gani basi utaweza kupata matibabu, lakini pia yale ya kitabibu kama anavyojulikana kwamba yeye ni daktari kutoka Bima ya Afya. Habari ya saizi daktari? Salama ndugu mtangazaji. Ndio, kama nilivyokutaja, lakini pia mtazamaji wa Tanga Television angependa kukufahamu, ukijitaja jina lako kwa uzuri kabisa, lakini pia nafasi yako Bima ya Afya. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa majina kama ulivyosema, naitwa Dr. Musa Sendama, ni afisa mdhibiti ubora ofisi ya mfuko wa taifa wa Bima ya Afya mkoa wa Tanga. Na unaposema afisa udhibiti ubora, labda mtazamaji wa Tanga Television aelewe ni kitu gani? Afisa mdhibiti ubora kwa maana ya tumepewa dhamana ya kusimamia ubora wa huduma ambazo zinatolewa kwa wanachama. Lakini katika kitengo chetu, mbali na kuangalia ubora, tunazo shughuli nyingi ambazo tunazifanya, ikiwa ni pamoja na usajili wa vituo, lakini kingine ikiwa ni pamoja na elimu kwa watoa huduma, kwa maana jinsi gani wanapaswa kuandaa madai, lakini ni huduma zipi zinatakiwa kutolewa kwa wanachama. Lakini pia tunalo jukumu la kufanya tafiti kuhusiana na bei za huduma zinazotolewa kwa wanachama, na hatimaye kutoa mapendekezo katika kamati inayohusika na kuhuisha kitita cha mafao. Lingine tunalofanya ni pamoja na kupitia na kuhakiki madai yote yanayoletwa na watoa huduma baada ya kuwa wametoa huduma kwa wanachama wetu, na hivyo kusaidia katika mchakato mzima wa malipo kwa watoa huduma ambao wanafanya kazi pamoja na mfuko wa taifa wa Bima ya Afya kwa mkoa wa Tanga. Labda mtazamaji wa Tanga Television angependa kujua kuna maboresho gani ya kitita cha mafao tangu kuanzishwa kwa mfuko? Asante sana ndugu mtangazaji. Mfuko umefanya maboresho mengi. Labda nitaanza kutaja moja baada ya jingine. Kwanza kabisa, tukiangalia kitita cha mafao toka kuanzishwa kwa mfuko mwaka 2001 hadi sasa kuna maboresho kama 4 ambayo yamefanyika, na hii yote ni kuendana na hali halisi iliyopo nchini. Kwa mfano, tunavyotambua kwamba magonjwa mara nyingi yamekuwa yakibadilika, kwa sababu magonjwa ni kitu ambacho kinabadilika mara kwa mara. Sasa kwa kadiri magonjwa na aina ya matibabu inavyobadilika, na mfuko wa taifa wa Bima ya Afya umekuwa ukienda na mabadiliko hayo, na unaweza ukakubaliana na mimi kwamba kuna baadhi ya huduma ambazo hazikuwepo wakati mfuko unaanza, lakini hivi tunavyoongea huduma hizi zimejumuishwa. Kwa mfano, tunapoongelea dawa za kusaidia wale watu waliopandikizwa figo, sasa mfuko unaweza kutoa. Lakini pia dawa za saratani kwa wale ambao wana matatizo ya saratani, huduma hizi kwa sasa zinatolewa. Lakini pia kwa taarifa tu kwamba mwaka 2005 na kurudi nyuma, wakati mfuko umeanza, hatukuwa na fao la miwani. Lakini kutokana na mahitaji na hali halisi ya wanachama wetu, baada ya kuwa tumepokea malalamiko, ilitulazimu mfuko kuweka fao la miwani.
ambalo linatolewa mpaka sasa. Sambamba na hiyo, kumekuwa na mafao linalohusiana na matibabu ya magonjwa ya moyo. Kama mnavyojua, mfuko ulianza mwaka 2001, lakini taasisi yetu ya moyo imeanza hivi karibuni. Sasa kuanzishwa kwa taasisi ya Jakaya Kikwete, maana yake kuna huduma nyingi ambazo zimekuwa zikifanyika pale, ambazo hizi huduma huko awali zilikuwa zinafanyika nje ya nchi. Kwa hiyo mfuko haujawa nyuma, nao umejumuisha baadhi ya hizo huduma ambazo zinatolewa, ikiwa ni pamoja na dawa, lakini na pia na upasuaji wa kibingwa unaofanywa katika taasisi hizo. Hayo ni baadhi tu ya maboresho ya mafao ambayo yamekuwa yakifanyika. Lakini sambamba na hilo, pia tumekuwa tukiongeza wigo wa vituo vya kutolea huduma. Kama unavyojua, mwaka 2001 mpaka sasa ni takriban miaka 20. Sasa ukiangalia idadi ya vituo vilivyokuwepo wakati mfuko unaanza na hivi sasa tunavyoongea, unaweza ukakubaliana na mimi kwamba kweli kuna hatua kubwa. Wakati mfuko unaanza, vituo vilikuwa takriban 3,000. Lakini hivi tunavyoongea, vituo vimeenda mpaka 8,900 na kitu. Na hili zoezi la kusajili vituo ni endelevu. Kwa hiyo hivi tunavyoongea, moja ya majukumu yetu kama maafisa udhibiti ubora pia ni kuhakikisha tunasajili vituo vyote ambavyo vinakidhi vigezo kwa maana ya kuhudumia wanachama wetu. Mtazamaji wa Tanga Television, watu husema yapo magonjwa ambayo katika bima ya afya yatibiki, lakini leo jibu tumelipata, lakini pia tumepata ufahamu mzuri kabisa kwamba magonjwa yapi ambayo tunaweza kutibiwa kupitia bima ya afya. Lakini kwa nini baadhi ya huduma hazitolewi na bima ya afya? Asante ndugu mtangazaji. Baadhi ya huduma hazitolewi na bima ya afya kama ambavyo nimeweza kueleza kwamba tunacho kitita cha mafao. Sasa kitita hiki ili kiwepo, kuna mambo ya msingi ambayo mfuko unazingatia. Kwanza ni uwezo wa mfuko wenyewe. Unafahamu kila kitita unapokiweka maana yake kina gharama. Kwa hiyo unaangalia uwezo wa mfuko, unaweza ukagharimia nini kwa wakati huu. Na ndio maana tumekuwa tukifanya haya maboresho ya mara kwa mara. Lakini pia kama ambavyo nimeeleza kwenye maelezo yangu, ni mabadiliko ya magonjwa na aina ya matibabu yanayotolewa. Kwa hiyo inawezekana kabisa ugonjwa ukaja sasa hivi, wakati mfuko unaanza na wakati unatengeneza kitita hakukuwa na ugonjwa kama huu. Kwa hiyo mathalan nilitoe mfano uviko 19. Hili ni tatizo ambalo tumelipata hivi karibuni, na aina ya matibabu inayotakiwa kutolewa bado watafiti wanaendelea kufanya utafiti wao. Kwa hiyo ikitokea kwamba mwanachama anaambiwa hiki kitu hakipo, maana yake ni kwamba hakipo kwenye kitita, aidha kwa sababu hizo ambazo za msingi nimezieleza, na hatuishii hapo tu. Baadaye kadri muda unavyoenda, kwa sababu na sisi tuna timu inayofanya utafiti, baadaye huwa tunajumuisha baadhi ya huduma ambazo kwa sasa labda zinaonekana hazikuwepo, lakini kutokana na sababu hizo za msingi kama nilivyoeleza. Na labda daktari, hapo napenda kufahamu vizuri, na naamini kabisa na mtazamaji wa Tanga Television angependa fahamu kwamba upo utofauti wa hivi vitita au hivi vifurushi ambavyo tunanunua, kwamba kifurushi hichi unaweza ukapata huduma hizi na kifurushi hichi unaweza ukapata huduma hizi. Asante sana mtangazaji. Utofauti upo kwa misingi ifuatayo, kwamba kama unavyojua kitu kinachoitwa kifurushi siku zote lazima kinakuwa na mambo ya kuzingatia. Kwa hiyo hivi vifurushi vimewekwa kwa maana ya mwananchi aweze kuamua kutokana na uwezo wake wa kifedha ambao anaweza kuchangia. Tofauti, kwa mfano, tofauti ya kifurushi naweza nikatolea mfano. Kifurushi cha Najali Afya, Wekeza Afya na Timiza Afya. Kuna maeneo ambayo vitu vyote wanavipata kwa usawia. Mathalan ni dawa.
dawa zote hazina tofauti, lakini kuna baadhi ya maeneo ambapo hawa watu watatofautiana. Kwa mfano, idadi ya siku za kulazwa. Tunasema katika kitita cha mafao tunalipia gharama za kulazwa. Kwa huyu ambaye ananajali afya, idadi ya siku za kulazwa hazizidi siku 30 kwa mwaka. Lakini kwa yule wawekeza afya hazizidi siku 45 kwa mwaka mzima. Na yule watimiza afya zinaenda mpaka siku 60 kwa mwaka. Kwa hiyo ni tofauti ya kwanza. Lakini tofauti nyingine, tunapoongelea gharama za upasuaji, kama ambavyo kipindi kilichopita ndugu wasikilizaji tuliweza kusikia kwamba tunagharamia gharama za upasuaji, uwe ni mdogo, uwe ni wakati, na ule wa kibingwa pia, si ndio? Sasa katika tofauti hizi kwamba idadi ya gharama za upasuaji zitakazogharamiwa kwenye kitita cha kwenye kifurushi cha najari inatofautiana na kile cha wekeza, vivyo hivyo cha timiza. Kwa hiyo ni tofauti pia. Lakini pia kwenye namna ya kugharamia zile huduma ambazo zinahitaji vibali maalum. Sasa hapa huwa kuna muda ambao unawekwa ili huyu mwanachama ambaye ameingia kupitia kifurushi anaweza akanufaika na huduma ambazo zinatolewa kwa vibali maalum. Ninapoongelea vibali maalum, naongelea huduma kama za CT scan, MRI ambazo zinafanyika. Na ndio maana tunasema kwa yule mwenye timiza atakapokuwa amelipia kwa mara ya pili, atatakiwa kulipia 50% ya ile gharama ya kile kipimo. Lakini kwa hawa wenye vifurushi vidogo, hao hawataweza kunufaika na fao kama hilo. Lakini pia tukienda kwenye masuala ya dawa nimesema, lakini pia masuala ya vipimo hivyo kwamba aina ya vipimo vilivyoko kwenye kifurushi cha najari inatofautiana kidogo kwa idadi na ile iliyoko kwenye wekeza afya, lakini pia kwenye timiza afya. Kwa hiyo yule ambaye ana kifurushi kikubwa kama ilivyo kwenye simu kwamba unaponunua bando kubwa, maana yake muda wa hewani utakuwa nao wa kutosha. Kwa hiyo kifurushi cha timiza ndio maana kinajulikana timiza, kwa sababu kitatimiza mambo mengi ya msingi ukilinganisha na jadi na ukilinganisha na wekeza. Basi naamini kabisa mtazamaji wangu wa Tanga Television utakuwa umeelewa vizuri na kuweza kuvijua hivyo vifurushi na huduma ambazo unaweza ukazipata kupitia vifurushi hivyo. Lakini baadhi ya vituo vinakataa kutoa huduma pale ambapo unatumia kadi. Lakini pale ambapo ukiwa na keshi basi zile huduma unapatiwa. Labda hii inaleta taswira gani, au labda hii tunawezaje yani kupata ule huduma sahihi kwa wakati sahihi ambao unahitaji? Asante sana mtangazaji. Ni kweli kabisa tumekuwa tukipokea malalamiko kwa baadhi ya wanachama wanapofika kwenye vituo ambavyo tumevisajili ya kwamba watoa huduma wamekataa kutoa baadhi ya huduma. Lakini kila tunapofanya ufuatiliaji kuna mambo ya msingi ambayo tumeweza kuyabaini. Muongozo wa utoaji huduma nchini unafahamika, na mamlaka ambayo ni wizara husika huwa inatoa kituo cha ngazi gani kinatakiwa kitoe huduma kiasi gani. Kwa hiyo tumebaini kwamba baadhi ya hizo huduma ambazo zimekuwa zikilalamikiwa hususan kwenye hivyo vituo kwamba ukienda na kadi huduma hii hupati, lakini ukiwa na keshi unapewa. Mara nyingi tumebaini kwamba zile huduma ambazo hazikutakiwa kutolewa kwa ngazi ile kwa mujibu wa mwongozo wa wizara ndizo hizo hasa ambazo zimekuwa zikilalamikiwa. Nakupa mfano tu. Kwa mfano, kuna kipimo kinaitwa kipimo cha homa ya matumbo, yani window test. Kimekuwa kikitolewa sana malalamiko kwa vituo vingi. Sasa tunapofuatilia
tukifuatilia tunagundua kwamba vile vituo havina vibali vya kuweza kufanya vipimo kama hivyo. Na matokeo yake, badala ya kumweleza mwananchi au mwanachama wetu kwamba kwa sisi kwa ngazi yetu hatujafikia hadhi ya kufanya hiki kipimo kutokana na miundombinu tulionayo, matokeo yake wanamwambia kwamba bima ya afya hiki hakipo. Lakini mwanachama huyo huyo anapotoka na akaenda kituo kingine cha ngazi tofauti, anajikuta anahudumiwa na hizo gharama zinalipiwa na mfuko. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba watoa huduma wanapaswa kuwa wa kweli na wawazi, kuwaeleza wanachama wetu ambao ni wananchi wa Kitanzania kwamba kwa sasa hatujapata kibali cha kufanya huduma hizi, na sio kumdanganya mwananchi kwamba bima ya afya hailipii, isipokuwa ukitoa kesi unapewa. Lakini pia nafikiri imefika wakati sasa vile vyombo vinavyohusika kwa maana ya timu za usimamizi wa huduma za afya kuweza kuwabaini, na kuna baadhi ambao tumekuwa tukiwatolea taarifa kule na hatua zimekuwa zikishughulikiwa. Kwa hiyo hili ni swala endelevu, tutaendelea kuwabaini kwa wale vituo ambavyo wanafanya vitu ambavyo hawastahili kwa ngazi yao, lakini pia kwa kuwadanganya wananchi kwamba mfuko wa taifa wa bima ya afya haulipii. Hayo ndio mambo ambayo tumekuwa tukiyabaini. Kwa wewe mkazi wa jiji la Tanga, lakini pia wewe mtazamaji wangu wa Tanga Television ambaye unafungulia receiver yako hivi sasa, nikwambie tu tuko na watu wa bima ya afya tukiangalia kazi ambazo zinafanyika katika bima ya afya ya taifa na hasa katika mkoa wetu wa Tanga. Na jambo kubwa ambalo tunaangalia ni elimu, kuelimisha jamii kuhusiana na swala zima la bima ya afya. Kata bima ya afya kwa afya yako, lakini pia jua umuhimu wa bima ya afya, lakini pia mlinzi wa bima ya afya au mlinzi wa afya yako ni bima ya afya. Kwa hiyo mimi naamini kabisa unapokuwa na bima ya afya popote na wakati wowote unapopata tatizo la ugonjwa unaweza kupata matibabu. Lakini pia kuna tatizo kwa wananchi, baadhi ya wananchi wengi wamekata bima, lakini na tumekuwa tukitangaza sana bima ya afya, kata bima ya afya taifa, bima ya afya hivi, lakini wananchi wamekuwa wakiitikia kukata bima ya afya. Lakini pia matangazo yote tunayotangaza, lakini pia huduma ambazo wanazipata, na wananchi wamekuwa hawapati yale ambayo kama vile tunavyoitangaza bima ya afya kwamba ukiwa na bima ya afya kila kitu utakipata, huduma hizo utazipata. Lakini nini sasa kinachosababisha watu hawapati zile huduma kisahihi? Asante sana mtangazaji. Katika hili napenda watazamaji walielewe vizuri. Ni kwamba ni kweli kabisa watu wamekata bima za afya na kuna wengine hawapati, wanalalamika kutokupata zile stahiki kama ambavyo tumekuwa tukitangaza. Lakini ndugu mtangazaji, utambue kwamba tunapoongelea bima ya afya kwa mwananchi wa kawaida hatofautishi hizi bima zikoje. Tunajua kwamba kuna bima ya afya ambao huko mtaani wanaita bima kubwa, kwa maana ya ile ambayo inatolewa na NHIF. Lakini pia ipo bima ya afya ambayo iko kwenye ngazi ya jamii ambayo inaitwa bima ya afya iliyoboreshwa. Wote hawa ni wanachama wa bima ya afya. Kwa hiyo unapomsikia mtu anasema hatupati huduma ambazo zinastahili kama wanavyotangaza, ni vizuri pia kumuuliza kwamba umekata bima ipi. Sasa tukishatambua kwamba ni bima ipi, tutajua pia kwamba mafao yanayotolewa, kwa sababu kila aina ya bima ina mafao yake. Kama ambavyo tumejaribu kueleza kwa hawa wanaokata bima ya afya ya taifa ambao ni mfuko wa taifa wa bima ya afya, mafao yake ni kama ambavyo tumekuwa tukisisitiza. Sasa unapoenda kwenye ile ya bima ya afya iliyoboreshwa, nayo ina kitita chake cha mafao ambao kuna baadhi ya vitu ambavyo huku kwenye mfuko wa taifa wa bima ya afya vipo lakini kule havipo. Kwa mfano, ninapoongelea huduma, kwa mfano mwanachama aliyeko Tanga amepata ugonjwa akiwa na bima yake, anapoenda kwenye kituo, kuna kipindi ule ugonjwa unaweza ukawa ni mkubwa unaopelekea aweze kupewa rufaa. Sasa anapewa rufaa kwenda wapi?
kuna mwananchi anaweza akapewa rufaa kwenda Muhimbili. Sasa unapokuwa na ile kadi ya NHIF ambao ndio watu wengi wanaita bima kubwa, maana yake inamsaidia yule mtu anaweza akapata huduma kama ambavyo tumekuwa tukisema. Lakini ukienda na kadi nyingine unaweza kaambiwa hii kwa ngazi hii haitapokelewa. Kwa hiyo nafikiri kuanzia hapo tu wananchi wanakuwa na maoni tofauti kutokana na bima hizi. Na kwa bahati nzuri mfuko wa taifa wa bima ya afya toka kuanzishwa kwa mfuko wa afya ya jamii tulipewa dhamana huko nyuma ya kusimamia na kuratibu hizi huduma za mfuko wa bima ya afya ya jamii kwa maana ya CHF kabla haijarudishwa kwenye mamlaka ya halmashauri kama ambavyo inaendelea sasa. Lakini kingine inaonekana kwamba mtu anasema hapati huduma kama anavyostahiki kutokana na yale matabaka niliyokuambia. Kwamba bima ni ile ile, lakini je, umekata kifurushi kipi? Si ndio? Wewe aina yako ya bima ni ipi? Je, wewe ni mtumishi wa umma? Umeingia kwa yale mahusiano ya mwajiri na mwajiriwa au umeingia kama kifurushi? Kwa hiyo kila aina ya madirisha ambayo tumeyafungua kuna stahiki ambazo wanasema masharti lazima yazingatiwe. Haya basi, mpenzi mtazamaji, wanasema masharti lazima yazingatiwe. Haya ni maneno ya afisa udhibiti ubora kutoka bima ya afya ambayo ni msingi na usimamizi mkubwa wa afya zetu. Lakini labda mimi napenda kufahamu na naamini kabisa kwamba mtazamaji wangu pia anapenda kufahamu, kwa sababu bima ya afya inatupa elimu ili kufahamu mambo mengi ambayo mnayafanya, lakini pia kujua kwamba labda nimekwama wapi kupitia kupata huduma ya bima ya afya na nini kinasababisha, ili kuweza basi kuona kwamba ni jinsi gani tunaweza kupata huduma iliyo bora zaidi. Na katika swala zima la upatikanaji wa huduma tunakiongea huduma ni dawa, kumuona daktari, lakini pia kupata vifaa tiba. Na hapa nataka nijue zaidi kuhusiana na dawa pamoja na vifaa tiba. Mimi nimelazwa katika hospitali fulani hapa jijini Tanga, lakini labda sijapata dawa katika kituo kile. Naweza kupata dawa nje ya kituo? Kuhusiana na swala hili la upatikanaji wa dawa, vifaa tiba, kama ambavyo nimesema kwamba mfuko unahakikisha kwamba mwanachama anapata matibabu kwa ujumla. Sasa inapotokea kuna mazingira kwamba kituo ambacho mwanachama wetu amelazwa ama amekuwa akipata huduma, kwa bahati mbaya labda kuna dawa ambayo haipo kituoni pale ama kifaa tiba, mfuko wa taifa wa bima ya afya umeweka utaratibu mzuri sana. Kwa faida ya wasikilizaji ni kwamba mfuko wa taifa wa bima ya afya umesajili vituo vya ngazi mbalimbali kwa lengo la kuhakikisha kwamba mwanachama wetu mwisho wa siku anapokea huduma zote. Kwa mfano, tumesajili maduka ya dawa. Kwa wakazi wa Tanga mnaweza mkawa mashahidi kwamba tunazo pharmacy ambazo zinahudumia wanachama wetu. Labda kwa haraka tunaweza nikazitaja. Kwa mfano, kuna Tangaraha Pharmacy, kuna Amboni Pharmacy, kuna International Pharmacy, lakini pia kuna Mkokwani Pharmacy, lakini pia tunazo pharmacy zingine ambazo ziko nje ya jiji la Tanga, ikiwa ni pamoja na KKKK Pharmacy iliyoko pale Korogwe, lakini pia tuna Care&Cure iliyoko pale Korogwe mjini. Tunayo pia Care&Cure iliyoko pale Mkata. Pia ukienda Mombo tuna pharmacy inaitwa Matesh Pharmacy ambayo inatoa huduma hizi. Lakini pia hivi karibuni tumesajili pharmacy inaitwa Matesh iliyoko kule Handeni. Na pale Handeni kuna duka la dawa jingine linaitwa Handeni Pharmacy na Care&Cure Pharmacy. Kwa hiyo maduka haya, baada ya kugundua kwamba kuwa na mapungufu katika vituo vyetu vya kutolea huduma, mfuko uliamua kusajili. Kwa hiyo mwanachama hapaswi kuelekezwa kwenda kununua kwenye haya maduka.
ama sehemu nyingine yoyote, isipokuwa watoa huduma wameelekezwa wanapaswa kuwajazia fomu. Labda kwa faida ya wasikilizaji, ile fomu tunaita form 2C. Sasa wanapojaziwa ile fomu ndio na kutumwa kwenye mfumo, baadaye wanaweza kupata huduma hizi katika hayo maduka ya dawa niliyoyasema. Lakini haishii hapo tu. Sio kwamba lazima dawa zipatikane ndani ya mkoa. Unaweza, inapotokea kwa bahati mbaya hii dawa ama kifaa tiba hakipo ndani ya mkoa wetu katika hayo maduka ya dawa, unaweza pia kama na jamaa yako ukamtumia zile kwa maana ya kadi, lakini pia fomu ambayo daktari wako ameandika ile dawa, akaenda kuchukua pharmacy yoyote nchini, iwe ni Dar es Salaam ama Arusha ama wapi, ili mradi aweze kufika kwa wakati kama ambavyo daktari wako atakuwa anapenda kupata hicho kifaa ama dawa husika. Na kwa bima hii labda ninaweza kutibiwa nje ya nchi au matibabu ya bima hii ni ndani ya nchi peke yake? Asante sana ndugu mtangazaji. Mpaka sasa tunapoongea, mwanachama anaweza akapata matibabu ndani ya nchi. Tunaposema ndani ya nchi tunamaanisha Tanzania bara na visiwani. Huo ndio utaratibu uliopo. Kwa inapotokea kwamba mwanachama analazimika kwenda nje ya nchi, basi taratibu za kawaida za kiserikali lazima zitazingatiwa, na hivyo atatumwa kwa mujibu wa sheria za nchi zinavyoelekeza. Na katika uboreshaji mkubwa ambao mmefanya bima ya afya, na wananchi naamini kabisa wanawasikia na pia wanafuata na kutamani bima za kujiunga katika mfuko wa taifa wa bima ya afya, labda mwitikio ukoje sasa hivi? Mwitikio ni mzuri tukiangalia kitakwimu toka tulipoanza na mpaka sasa, mwitikio ni mzuri na kitaifa, lakini pia hata tukiongelea kimkoa tunasema ni mzuri, kwa maana tumekuwa tukiendelea kusajili wanachama katika makundi hayo yote ambayo tumekuwa tukiyasema. Kila siku, haipiti siku bila kusajili watoto, lakini pia wale wakulima kupitia ushirika afya, lakini pia vifurushi kama ambavyo nimeeleza. Watu wengi sasa inaonyesha kwamba ile elimu basi inazidi kuwaingia, na ambao tayari walishajiunga wamekuwa ni mabalozi wazuri wakielezea faida za kuwa na bima kabla hujaugua. Kwa hiyo hilo ni jambo la kumshukuru Mungu, lakini pia tunashukuru serikali kwa ujumla. Kama ambavyo mnajua kwamba upo mpango ambao bado utakamilishwa hivi karibuni, kwamba ule wa bima ya afya kwa wote. Kwa hiyo hii ni kampeni ya kitaifa. Kwa hiyo mwananchi, mahali popote ulipo, mshirikishe ndugu yako, mwambie faida ya kuwa na bima na hasara ya kutokuwa na bima. Tukijenga huu utamaduni wa kulipa kabla ya kuugua, nafikiri mwisho wa siku tutakuwa tunatendea haki nafsi zetu, lakini pia tunatendea haki jamii zetu, na tunatendea haki taifa letu kwa ujumla. Kwa sababu kama ambavyo ulikuwa unafungua kipindi ulivyosema kwamba mtaji wa mwananchi ni afya. Kwa hiyo pale watu tutakapokuwa na uhakika wa kupata afya, nina uhakika kwamba tutashiriki vizuri katika shughuli za kujenga taifa, kuanzia kwenye ngazi ya familia, lakini pia taifa kwa ujumla. Asante sana kwa maelezo mazuri, lakini labda ningependa kujua kwamba wewe ni mdhibiti ubora na zipo kazi nyingi ambazo mnazifanya katika bima ya afya, na katika kuangalia tunaona wapo wazee wetu. Wazee wanafanya kazi lakini baadaye wanastaafu. Labda bima ya afya na uangaliaji wa staafu. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwamba katika eneo hili la wazee, kama ambavyo nchi imekuwa na sera ya wazee kwanza. Kwanza sisi tunaheshimu sana wazee kama mfuko wa taifa wa bima ya afya,
Ndio maana katika mafao yetu tunao pia fao la wastaafu. Nafikiri nikiongelea wastaafu tunaendelea 60 and above. Yaani kuanzia miaka 60 na kuendelea. Hao ni wazee. Lakini pia hata ukiangalia katika vifurushi ambavyo tumetoa kama dirisha la watu kuweza kufaidika. Pia tumeweka watu wenye umri wa miaka 60 na kuendelea. Nao wamekumbukwa. Kwa maana wanaweza kuingia na wakaendelea kupata hizi huduma bila matatizo yoyote. Kwa hiyo Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya unawapenda wazee na unaendelea kuwakaribisha ili waendelee kujisikia vizuri kwa maana ya kupata huduma na kuwa na uhakika wa matibabu wakati wote. Na mtazamaji wa Tanga Television, naamini ukiwa unafuatilia vizuri kipindi hiki cha bima ya afya na kuona basi mambo gani ambayo wewe kama mwananchi lakini pia wewe kama mteja unaweza kuyafuata na kuweza kupata afya au unaweza kupata huduma stahiki kwa muda ule ambao unahitaji. Lakini labda mtazamaji anaweza bima ya afya kitu gani? Bima ya afya nini? Lakini faida gani ambazo wanaweza kupata kwa kupitia bima ya afya? Sana mtangazaji, zipo faida nyingi sana za mtu kuwa na bima ya afya kupitia Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya. Mimi kama afisa mdhibiti ubora nimekuwa nikipokea pongezi kwa baadhi ya watu ambao wamekuwa wakitumia utaratibu huu. Lakini pia kwa faida ya wasikilizaji, mimi nimeeleza moja ya kazi yangu ni kupitia na kuchakata madai yanayowasilishwa kwa ajili ya matibabu. Sasa faida ninazozitoa ni kama ifuatavyo. Kwanza, mwanachama au mwananchi anakuwa na uhakika wa matibabu. Anakuwa na uhakika wa matibabu kwanza kutokana na mtandao wa vituo vya huduma ambavyo tumevisajili. Vyote vimekidhi ubora, lakini pia aina ya mafao tunayoyatoa kama ambavyo tumekuwa tukisema, lakini pia gharama katika kuchakata madai. Kama unaweza kukubaliana na mimi, kuna baadhi ya watu ambao wamechangia takriban labda shilingi tuseme toto afya 50,400 au kifurushi kile cha Najari shilingi 192, lakini baada ya kuwa amepata tatizo la ugonjwa ikaonekana kwamba huduma anayostahili kutibiwa kutokana na daktari wake aliyemuona, kuna baadhi wametumia milioni 7, milioni 10 na kuendelea. Sasa ukiangalia huo mzigo ambao mwananchi alitakiwa ubebe peke yake, lakini kwa sababu tayari ameshajiunga na utaratibu huu, maana yake kuwa ndani ya bima ya afya kwanza kuna kubebeana mzigo. Kwa hiyo wale watu wenye kipato kidogo wanasaidiwa na wale wenye kipato kikubwa. Na ndio maana katika michango hii ya bima ya afya ukiangalia, kila mtu anaweka kwa kadiri ya uwezo anaoweza. Lakini kwenye kutumia hatuhoji kwamba kwa nini wewe unatumia kingi kuliko ulichotoa. Lakini pia kwa utaratibu huu kuna mshikamano. Watu wanakuwa na mshikamano kwa maana ya mshikamano wa kijamii. Kwa lugha ya kigeni wanasema social solidarity. Kwa maana kwamba tunaweza kupeana amani ya fikra pale tutakapokuwa kwenye mfuko, kwa sababu tuna uhakika hata likitokea janga la ugonjwa basi tuna sehemu ya kukimbilia. Kwa hiyo hizo ni faida nyingi, lakini faida nyingine hasa kwa watoa huduma pia, kwamba kupitia Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya, hawa watoa huduma huwa wanaleta madai na kulipa rasilimali fedha, si ndio? Sasa kutokana na hizo rasilimali fedha ambazo zinarudishwa kwao baada ya kutoa huduma, rasilimali hizi zimekuwa zikisaidia katika kuboresha huduma kule kwenye vituo vya kutolea huduma. Kwa hiyo unaweza ukaona ni faida.
na ile huduma ile itakapoboreshwa haitajali kwamba huyu ni mwanachama wa NHIF peke yake, hata uwe wa keshi utaikuta ile huduma pale. Kwa hiyo hilo ni faida. Lakini faida nyingine ni kwamba mfuko una dirisha la mikopo nafuu. Huwa tunakopesha vituo vya kutolea huduma. Kwa hiyo pale ambapo kituo kinakuwa kimekizi kwa maana ya ukubwa wa mkopo unaohitaji, basi mfuko wa taifa wa bima ya afya tumekuwa tukikopesha. Na kwa taarifa tu ni kwamba vituo vingi ambavyo vimenufaika na mikopo hii vimekuwa vikirudisha shukrani kubwa, kwa sababu kunakuwa na maboresho makubwa sana ya miundombinu ya afya, kwa sababu mikopo yenyewe inajikita kwenye kununua dawa, lakini pia kuboresha majengo, lakini pia vifaa tiba. Kwa hiyo kwa ujumla unaweza kukuta kwamba vile vituo ambavyo vimenufaika na mikopo hii ambayo mfuko wa taifa wa bima ya afya inatoa ni chanzo na ni chachu ya maboresho ya ubora wa huduma katika vituo vyao. Kwa hiyo hizo ni baadhi tu ya faida. Zipo faida nyingi, labda kwa sababu ya muda ningependa wasikilizaji wangu waweze kuzichukua kwanza hizi. Dr. Musa, tumeongea mengi na naamini kabisa elimu hii imemfikia mtazamaji wa Tanga Television, yule ambaye ana bima lakini pia yule ambaye hajapata bima au hajakata bima. Labda wito wako sasa kwa wale ambao hawajakata bima, unawaambiaje ili kuweza kujiunga na bima ya afya ya taifa? Asante sana ndugu mtangazaji. Wito wangu kwa wananchi kwanza ni kutambua kwamba kadi ya bima ya afya ni muhimu katika maisha ya kila siku. Sasa watakapotambua hili kwamba kadi hii ni muhimu, ni kukata bima ya afya kabla hawajaugua. Tumekuwa tukipata changamoto kwamba watu wanafika mpaka hospitali, wanatengenezewa gharama za matibabu, wanaposhindwa ndio wanarudi kuona kama bima inaweza ikawasaidia. Kwa hiyo kitendo hiki huwa hakikubaliki. Kwa hiyo ni vyema wananchi wakakata bima ya afya kabla hawajaugua. Ukitambua kwamba katika yale makundi ambayo tumeyasema, kuna baadhi ya makundi ambayo yana muda wa kusubiri kabla hujapewa kadi. Sasa kwa mfano Toto Afya kadi, katika kundi hili tumesema kwamba mtoto ataanza kutumia kadi yake mwezi mmoja, siku 90 baada ya kuwa amekata, amelipia. Kwa hiyo ukimchukua mtoto ambaye anaugua leo ukakimbia kwenye dirisha kuja kukata bima, wakati huyu mgonjwa alistahili kupata huduma, hauoni kwamba anaweza akapoteza maisha? Kwa hiyo hiyo ni changamoto. Kwa hiyo ningewaomba tukichukua vifurushi, unapolipia kifurushi leo, una siku 30 za kusubiria ndio uanze kupata zile huduma. Lakini pia hata kwa watumishi wa umma, kwamba leo hii unaye mtu ambaye umekuwa ukiishi naye kwa muda mrefu tu na anastahiki kuingia kwenye bima yako, unasubiri mpaka augue ndipo umjaze kwenye taarifa zako, kidogo inakuwa ni changamoto. Ni vyema ukamwandikisha mapema kwa kufuata vigezo tulivyovisema, ili kwamba awe na uhakika pale inapotokea na janga la magonjwa aweze kupata huduma hizi stahiki. Lakini cha pili, kwa kutambua umuhimu wa bima ya afya, tunajua wanachama wetu ndio wanaopata huduma kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma. Wito wetu ni kwamba waendelee kutunza rasilimali za mfuko. Tunaposema rasilimali, tunaongelea rasilimali fedha. Kwa maana gani? Mwanachama anapoingia na kufanya vitendo vya udanganyifu kwa kushirikiana na mtoa huduma, maana yake anahujumu mfuko. Ni sawasawa na kukata tawi ambalo umesimama kwalo, kwamba likianguka maana yake umekufa na wewe, umeanguka nalo. Kwa hiyo ninaomba sana kwamba wananchi, kwa maana ya wanachama, wasiweze kushirikiana na wale watoa huduma ambao wana nia ovu ya kuweza kuhujumu mfuko, kwa sababu kwa kufanya hivyo
wanaua mfuko, lakini pia tunajiua sisi wenyewe. Lakini pia kwa watoa huduma, kwamba kama ambavyo nimesema faida ya mfuko kwa watoa huduma, nao wanatakiwa kuwa waadilifu, waaminifu, kuhakikisha kwamba wanawasilisha madai, wanatoa huduma kwa mujibu wa taratibu, lakini pia wanawasilisha madai yanayokubalika kisheria na kupunguza vitendo vya udanganyifu. Huo ndio wito wangu mkubwa. Kwa kufanya hivyo, tutakuwa tunamuunga mkono rais wetu, lakini pia tunajiunga mikono sisi wenyewe kama wazalendo wa nchi hii. Tusisubiri kuugua tukate bima ya afya ya taifa ili tuweze kuwa salama wakati wote. Mpenzi mtazamaji wa Tanga Television, ni kushukuru sana kwa kuwa nami katika kipindi hiki. Nilikuwa naye Dr. Musa Sendama ambaye ameweza kutupa elimu, yeye kama afisa mdhibiti ubora kutoka bima ya afya ya taifa, lakini pia yeye ni daktari na tumepata kujua mengi ya kidaktari, lakini pia mengi yanayohusu bima. Mimi nikushukuru sana. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa Tanga Television. Jina langu Pamela Chaula. Asante na kwaheri.